Siku ambazo Watanzania wengi walitarajia kuwa mwanzo wa ukurasa mpya wa demokrasia zimegeuka kuwa siku za maumivu, mashaka na wasiwasi mkubwa zaidi. Dunia inatazama na sasa Umoja wa Afrika AU haukubaki kimya. Kutoka Addis Ababa, makao makuu ya Umoja wa Afrika, imetolewa ripoti nzito zaidi ambapo uchaguzi mkuu wa Tanzania wa mwaka 2025 haukufuata viwango vya haki, uwazi na uaminifu vinavyokubalika kimataifa. AU imeweka wazi, imesema kuwa mazingira ya kisiasa hayakuwa huru, wapinzani walinyimwa fursa sawa, lakini wapiga kura waliishi kwa hofu zaidi. Huu ndio msimamo ambao haujawahi kusikika kwa ukali kama huu kutoka AU kwa Tanzania tangu miaka mingi. Kwa mara ya kwanza, taasisi hii ya bara zima imeweka alama ya kuuliza juu ya uhalali wa matokeo ya uchaguzi. Lakini swali ni moja, kwa nini AU imeamua kuzungumza sasa? Na inamaanisha nini kwa siasa za Tanzania? Kwa mujibu wa wachambuzi, AU imechoshwa na mazungumzo ama mzunguko wa uchaguzi usio na ushindani wa kweli katika baadhi ya nchi wanachama. Ripoti yao inataja mambo matatu makubwa, huku la kwanza ikiwa ukosefu wa uwazi katika tume ya uchaguzi, lakini ya pili uingiliaji wa vyombo vya usalama katika siasa, na namba tatu ni kunyimwa uhuru wa vyombo vya habari na mikutano ya kisiasa. Kwa lugha rahisi, AU inasema demokrasia ya Tanzania iko hatarini. Lakini nyuma ya taarifa hii kuna ujumbe wa kisiasa wenye nguvu. Ni onyo si kwa serikali pekee, bali pia kwa umoja wa kimataifa. AU inataka ionyeshe kwamba bado ina sauti, kwamba bara hili linaweza kusimamia haki zake bila kusubiri Marekani au Umoja wa Mataifa kuingilia kati. Wakati huo huo, ndani ya Tanzania, raia wengi wanaishi na majeraha ya kisiasa. Wengine wanasema AU imechelewa, wengine wanasema hatimaye sauti yetu imesikika rasmi. Mitandao ya kijamii imefurika hisia kali zaidi, wengine wakipongeza AU kwa ujasiri, wengine wakihoji ajenda iliyo nyuma ya tamko hilo. Lakini ukweli unabaki pale pale, kuna doa limetiwa katika historia ya siasa ya Tanzania, doa ambalo halitaondoka kirahisi na kwa muda mfupi. Wachambuzi wa siasa za Afrika wanasema hatua hii inaweza kuleta athari kubwa zaidi duniani na Tanzania kwa ujumla. Nchi washirika za kimataifa zinaweza kupunguza uhusiano wa kifedha, wawekezaji wakubwa wanaweza kuanza kuwa na wasiwasi juu ya udhibiti ama uthabiti wa kisiasa, na zaidi inaweza kuamsha kizazi kipya cha vijana kutaka mabadiliko halisi ya kisiasa. Lakini swali kuu linalosalia ni je, serikali itasikia? Na je, itaamua kufungua ukurasa mpya wa mageuzi ya kisiasa, au itaendelea kuamini kuwa ukimya ndio njia ya kudhibiti nguvu ya wananchi? Katika bara yenye historia ndefu ya mapambano ya uhuru, AU sasa inaonekana kujaribu kupigania uhuru mwingine, uhuru wa kidemokrasia halisi, na safari hii Tanzania iko katikati ya mjadala. Bado mamlaka ya Tanzania haijatoa majibu yoyote juu ya hiki ambacho Umoja wa Afrika umeweza kukiandika. Labda tuangalie mpaka kufikia wakati sahihi, inawezekana ripoti rasmi zikaja kutolewa kujibu hiki ambacho kimetajwa.